Umekuwa mlevi kupita kiasi, umekuwa unavuta sigara, unafanya masturbation, unakunywa pombe, unafanya vitu vibaya. Lakini sasa kitu ambacho kimetokea ni kwamba hicho kitu kinakuumiza sana. Unatamani kuacha. Mwanzoni ilikuwa ni dhambi ambayo ukitenda unatubu, lakini sasa hivi imekuwa ni tabia. Kiasi kwamba umekuwa ukitubu unarudi tena pale. Lakini Biblia inatuambia, haya njoni tusemezane. Kusoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Inasema, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufi. Haya ni maneno ya Bwana juu ya taifa la Israeli. Kwamba yawezekana mmetenda dhambi nyingi sana. Yawezekana mmefanya dhambi kiasi kwamba zile dhambi zimegeuka zimekuwa bendera nyekundu sana. Lakini kwa kuwa mkinikubali mimi, kwa kuwa mkinirudia mimi naweza nikawasaidia. Kwa kuna mtu ambaye umekuwa na unafanya dhambi ambayo imekutesa kwa muda mrefu. Ni kitu gani cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya au kukitenda? Aidha ni ulevi au ni kitu, kwa kufunga na kuomba. Biblia inatuambia kusoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 21, kuna mambo ambayo hayatoki bali kwa kufunga na kuomba. Haya yalikuwa ni maneno ya Yesu Kristo aliyekuwa na wajibu wanafunzi wake baada ya yule mtu kuwafuata muda mrefu kwamba naomba mponye mwanangu, alishindwa. Lakini Yesu alipofanya hivyo, wakamuuliza Yesu, imetokaje kihivi? Yesu akasemaje? Akasema kuna mambo mengine ambayo hayatoki bali kwa kufunga na kuomba. Na ndivyo ilivyo. Kuna tabia zingine ambazo huwezi kuziacha. Kuna dhambi zingine ambazo huwezi kuziacha bali kwa kufunga na kuomba. Na sio kufunga tu siku moja. Kuna mtu ambaye unafikiri kwamba ukifunga Jumatatu mpaka Jumatano basi umeshaombea hilo jambo, dhambi ile imeisha. Hapana. Kwa sababu ulipoanza kufanya hiyo tabia, haukuanza siku ya kwanza ukaanza tu hiyo tabia basi. Ulianza siku ya kwanza ukaona ukashtuka. Ikaja siku ya pili ukashtuka. Siku ya tatu shetani akakwambia endelea kufanya. Kwa nini usimalizie tu? Kama ulikuwa unavuta sigara, kwa nini usinywe na pombe? Kama ulikuwa unakunywa pombe, kwa nini usitafute tu na mwanamke mwingine? Maisha tunaishi mara moja. Japokuwa wewe ni Mkristo, neema ya Kristo inakutosha, ni nyingi sana. Kwa nini usifanye hivyo vitu? Unajikuta umeanza kufanya hivyo vitu. Na Biblia inatuambia hivi, kusoma kwenye kitabu cha Warumi, inasema bila vitu ambavyo nilikuwa sivitaki kuvifanya, ndivyo ninavyofanya. Na ni kweli kwamba hiyo dhambi hutaki kufanya, lakini unajikuta umefanya. Lakini ili kusudi uweze kuacha hiyo dhambi, ni lazima uanze kwa kufunga na kuomba. Lazima uanze kwa kujikana wewe mwenyewe. Anasema nirudieni mimi, lalueni mavazi yenu, vaeni magunia, lieni na kuomboleza. Anasema hivyo na kwa kufunga. Kusoma kwenye Yoeli 2:12. Funga. Na kwa kufunga hatufungi tu chakula na maji. Tunafunga hata ulimwengu wa roho. Unapokuwa unafunga, ule muda ambao utaka ule chakula, lakini ushibishe nafsi yako, ndio muda ambao unatumia kuomba. Ndio muda ambao unafunga ile appetite ya kwamba labda nikishakula nilikuwa navuta sigara moja, au nikishakula nilikuwa nakunywa pombe, au nikishakula nilikuwa nazini, au nikishakula nafanya masturbation, kwa sababu unakuwa umeshiba. Sasa ile appetite unaikata kwa kufunga. Kwa hiyo anza maombi ya kufunga. Usiwe mvivu. Hakuna dhambi ambayo unaweza ukaiacha kwa kukaa tu hivi hivi, my dear. Haiwezekani. Hata mimi kuna vitu ambavyo vilikuwa addiction kwenye maisha yangu. Sikuweza kuondoka kwenye hizo addiction kwa sababu eti nilikuwa nasema kuanzia leo na kuendelea naondoa addiction. Ni kwa sababu ya kufunga na kuomba. Kwamba ule muda ambao unaweza kaa nazungumza, nipo nakula, unamwalika shetani. Najua ukishashiba sijui kama kuna mtu ambaye unanielewa. Ukishashiba unapata usingizi. Ukishashiba unatafuta kitu ambacho ni pressure. Ukishashiba unaona lakini pale unapokuwa una njaa, ile njaa unakuwa unajishibisha kitu fulani. Ile njaa unakuwa unaweka kitu fulani. Kwa hiyo nataka nikusaidie kitu kimoja. Hata Daudi alipokuwa amezini na Bathsheba, ni kitu gani ambacho kilitokea? Biblia inatuambia kulikuwa kuna mwanamke mwingine baada ya Bathsheba, sijui kama alitokea, lakini sikuona hicho kitu. Lakini nataka kusema kwamba Daudi alipokuwa amekutana na Bathsheba, alipokuwa ametenda ile dhambi, alifunga na kumwomba Bwana. Sinaelewa, alifunga na kumwomba Bwana kwamba ninaomba Mungu unisamehe. Alivaa mavazi ya magunia. Alipofunga kutoka pale, hatusikii tena Daudi kwamba alienda kwa mwanamke mwingine, sio alifanya nini, sio hatusikii tena. Baada ya pale madhara yakampata, vile vitu havikuendelea tena kwenye maisha ya Daudi. Kwa kuna milango mingine ambayo inafungwa na kufunguliwa kwa maombi. Inafungwa na kufunguliwa kwa mfungo. Unatakiwa uwe mtu wa mfungo. Funga. Usiwe tu mtu wa kukaa tu kwamba na tabia fulani ambayo niko nayo, unajua hii itatoka tu hivi hivi nikitamka. Unawezekana ndio ukatamka, lakini inakuhitaji wewe kufunga, kwa sababu hiyo tabia haukufungua tu kwa kutamka, ulifungua kwa kufungua kitu rohoni, na ndio maana ukakuta hicho kitu kimetokea hivyo. Kwa hiyo anza kutaabisha nafsi yako. Biblia inasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai na takatifu, na ndio ibada yenu yenye kumpendeza Bwana. Toa mwili wako, huo mwili ambao unaupa raha, na ndio maana unaendelea kukupa tabu. Unajua ukiwa unatenda dhambi, mimi naambiaga watu kitu kimoja. Dhambi huwa ni tamu sana. Dhambi inakujaga na kitu fulani hivi ambacho wewe ukipata kutenda dhambi, unajisikia raha. Subiri umalize kutenda hiyo dhambi. Subiri umalize hiyo guilt unayoipata.
unatamani litokee shimo, wakuchimbie, uingie ndani ya lile shimo, ujifukie, uchukue udongo, uweke, usawazishe, yani mtu asikuone. Alafu tena anakwambia hivi wewe si ndo unasimama kwenye mimbari wewe? Hivi wewe si ndo unamwombaga Bwana? Wewe si ndo unawakemiaga watu kuhusu pombe wewe? Kumbe na wewe mwenyewe unakunywa. Unafikiri Mungu atakusamehe trip hii? Hawezi kukusamehe. Wewe unaona, unajikuta kweli umeanza kuishi na guilt, lakini kumbe kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kwa kufunga na kuomba. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya baada ya kugundua umeanza kufunga na kuomba ili kusudi uweze kuacha dhambi inayokutesa kwa muda mrefu ni kwa kusoma neno la Mungu. Biblia inasema kusoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 11 kwamba nimeyaweka maneno yako moyoni mwangu kusudi nisikutende dhambi tena. Biblia inatuambia pia kwenye kitabu cha Mithali 30 mstari wa 5 inasema hivi, neno la Mungu linahakikishwa na ni ngao kwa hao waaminio. Unajua ngao ni kile kitu sema ile ngao ya taifa. Ngao ni kama kitu fulani ambacho kama ulinzi, unaelewa? Ulinzi nisema hivi. Kwa hiyo kwa wewe ambaye mwanakaka au mwanadada au baba mtu mzima au mama ambaye unasumbuliwa na dhambi inakutesa muda mrefu, ule muda ambao ulikuwa unatumia tu kukaa kuwaza vitu vingine ndio muda ambao unatakiwa usome neno. Biblia inatuambia kusoma kwenye Waebrania 4:12 kwamba neno la Mungu lina uwezo wa kutambua mawazo yale ambayo yako ndani ya moyo. Lina uwezo wa kutambua fikra, lina uwezo wa kutambua vitu mbalimbali. Kwa kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya, tenga muda wako, soma neno. Biblia inasema neno la Mungu ni taa na ni mwangaza wa njia zetu. Utakapoanza kusoma neno, utaanza kubadilisha ufahamu wako. Ule muda ambao shetani anatumia kukushawishi, hivi kwa nini sasa hivi usifanye masturbation? Hivi kwa nini sasa hivi usimseme fulani? Hivi kwa nini sasa hivi usifanye umbea? Hivi kwa nini sasa hivi usiwaze uzinzi? Unajikuta ule muda ambao ulikuwa unafanya hivi, unakuta unasoma kwenye Biblia. Biblia inasema kusoma kwenye Kumbukumbu la Torati 5:18 kwamba uzinzi ni dhambi. Miongoni mwa amri zile inasema usizini. Okay, kumbe inasema hivyo. Ukianza kusoma Biblia unajikuta Biblia inasema kwamba ukisoma kwenye Zaburi ya 119 lakini mstari wa 58 inasema kwamba nimefanya nini? Nimetubu kwa moyo wangu wote. Okay, fine. Kumbe ndio hivi. Biblia inatuambia nini kwa habari ya uzinzi? Biblia inasema nini kwa habari ya ulevi? Biblia inasema nini? Je, ni nani mtu mwingine ambaye anaweza kusaidia? Kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ni kusoma neno. Soma neno. Neno litakusaidia. Neno litakutransform. Neno la Mungu lina tabia ya kumtransform kwa sababu hii ni pumzi ya Mungu. Haya ni maneno ya Mungu. Haya ni mawazo ya Mungu. Hii ni fahamu ya Mungu. Soma neno la Mungu ambaye unasubiriwa na dhambi ambayo inakutesa muda mrefu. Na usianze ni point nitasema mwishoni, lakini soma neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia sana. Itakusaidia kwa kutransform wewe. Itakusaidia wewe kutembea kwenye kitu kimoja kwenda kitu kingine. Lakini kitu kingine ambacho kitakusaidia kuacha dhambi ambayo inakutesa kwa muda mrefu, hata kama ikatokea unatenda bado umefunga, unasoma neno bado unatenda hiyo dhambi, usiache kumsogelea Bwana kila siku. Biblia inatuambia kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 11 kwamba hakuna msingi mwingine awezaye kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuweka, yani Kristo Yesu. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kukusaidia wewe. Hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kutoka kwenye dhambi isipokuwa kumsogelea Yesu Kristo kila siku. Kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba wewe kama kijana, wewe kama binti, kama mama, kama baba ambaye dhambi inakutesa kwa muda mrefu, msogelee Bwana kila wakati. Hata kama ukitenda. Ndio maana Paulo anasema kusoma kwenye Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9 kwamba neema ya Bwana, Mungu alimwambia hivi, neema yangu inakutosha. Hata kama imetokea umetenda hiyo dhambi, usije ukakimbia tena ukarudi. Unachotakiwa kufanya, msogelee tena Bwana, mwambie ukweli. Mimi napenda kusema kitu kimoja. Wewe Mungu ni Mungu wetu. Kwanza niseme kwako, Mungu wewe ni nani? Kila mtu anajua Mungu wake ni nani. Mimi Mungu wangu ni baba, Mungu wangu ni rafiki, Mungu wangu ni kipenzi changu, Mungu wangu ni kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa hata kama nimefanya kitu, najua kabisa kama alivyosema kwenye Yeremia 23 mstari wa 23 kwamba mimi ni Mungu aliye karibu, sio Mungu aliye mbali. Kuna muda ambao hata kama nikitenda dhambi najua kabisa hapa nilipokuwa natenda dhambi, macho ya Mungu alikopo hapa ile nitenda dhambi. Kama ameniona, ninaendaje kujificha wakati ameniona wakati natenda dhambi? Amejua kabisa kwamba niko natenda dhambi kwa sababu nimemuona. Na unakuta muda mwingine Mungu anakuzuia hata kwa vitendo, unajikuta umetenda kile kitu. Kwa hiyo endelea kumsogelea Bwana kila siku. Wewe ambaye dhambi hiyo ambayo inakusumbua kwa muda mrefu, msogelee Kristo Yesu kila wakati na katika kila majira. Usimuache hata dakika moja. Beba msalaba wako, mwambie ukweli. Ndio maana nasema mtu akitaka kunitumikia na anifuate. Nilipo mimi ndipo atakapokuwepo mtumishi wangu. Ndipo anavyosema. Anasema mtu akitaka kumtumikia na amfuate. Umekosea, beba msalaba. Anasema hivi, kila ambaye mmoja abebe msalaba wake kila siku amfuate. Kusoma kwenye Luka 9:23. Beba msalaba wako, mfuate, mwambie ukweli. Mwambie mimi Mungu naona kabisa kwamba hiki kitu nimetenda. Bwana nimefanya hili na hili na hili na hili. Usijifiche hata kidogo. Mwambie ukweli. Mimi ndio time ambao ninalia kabisa machozi kwamba Mungu kuna hiki nilikasasa kufanya lakini nimekifanya. Ninaomba unisamehe. Ninalia kwamba Bwana naomba unirehemu. Unaelewa? Inawezekana kama Mungu amenikataza labda
usiende sehemu fulani. Nikaenda, nikafika kule nikakuta nimekwazika. Na katika kwanza na mimi nikakwaza kule nilikokuwa nimeenda. Sasa kama nimeenda kule nimefanya kile kitu na Mungu alikuwa amenikataza, kwa nini sirudi nisimwambie kweli? Wakati ninapokuwa nafanya pale, alikuwepo na Roho Mtakatifu alikuwepo, alinikataza kwa sababu ya upumbavu, lakini nikafuata hasira zangu, nikatenda yale ambayo yasiokuwa yamefaa. Kwa hiyo kile ambacho kinafanyika, bado ninarudi kwake, bado narudi msalabani, bado narudi namfuata, namwambia ukweli. Kwa hiyo na wewe ambaye unasumbuliwa na dhambi ambayo inakususa muda mrefu, usiache kumsogelea Bwana, kwa sababu nje na Bwana hiyo dhambi haitakuacha, itakuwa miongoni mwa utambulisho wako. Kwa unapomsogelea Bwana kila wakati, unapomwambia Mungu, naomba unisaidie, Bwana naomba unitetee. Bila sana maskini huyu aliita, Bwana akamsikia, akamuokoa na tabu zake zote. Ukisoma kwenye Zaburi ya 34 mstari wa 6 inatuambia hivyo. Na bila sana mwenye haki huanguka mara 7 lakini usimama tena. Inatuambia kwenye Mithali 24 mstari wa 16. Kwa inawezekana kabisa ukawa ni mtu ambaye unamfahamu Mungu, unamjua Mungu, unamuelewa Mungu, lakini una tabia au dhambi ambayo inakusumbua kwa muda mrefu. Huo ndio muda wa kumsogelea Bwana, mwambie ukweli, kwa sababu hata alipokuchagua wewe alijua wewe ni mdhaifu. Anasema kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 25 kwamba Bwana alichagua vitu vizalifu ili avizalilishe vile vyenye hekima ya ulimwengu. Na anasema upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Mungu anaweza kuwaona watu ambao wana hekima wote, lakini bado akakuchagua wewe pamoja na udhaifu wako. Anajua wewe ni mlevi, anajua wewe ni mzinzi, anajua na tabia mbaya, lakini katika kukuchagua hivyo hataki kuendelea kukaa hivyo hivyo. Anataka kukutransform katika kila wakati na katika kila majira. Unapojiona kwamba hiyo dhambi imegeuka kuwa tabia, jinsi gani unaweza kuacha? Ni kwa kukimbilia msalabani, kwa kumkimbilia Bwana, kumwambia Bwana ukweli kwamba Mungu, kuna hiki na hiki, naomba unisaidie. Kuna hili Bwana, tabu zangu na shida zangu ni hizi, Bwana wa majeshi. Lakini unamwambia Mungu kwamba maagizo yako ndio furaha yangu, kama vile Zaburi ya 119 mstari wa 103 tunavyosema kwamba tabu na dhiki Bwana zimenipata, lakini maagizo yako ni furaha yangu. Kweli Bwana, niko kwenye tabu, niko kwenye dhiki, kuna hii zana ambayo imenizingira, kuna haya mazingira ambayo amenizingira, ambao Bwana mimi siyapendi, ninaomba unisaidie. Mungu anakusaidia, lakini ukikaa kimya, ukinyamaza, ukasema najua nikiendelea kumwambia Mungu, Mungu ataona amenichoka. Hajatuchoka. Ndio maana mwandishi wa Zaburi ya 119 mstari wa 164 anasema kwamba mara 7 kila siku nakusifu kwa sababu ya hukumu zako za kweli na haki. Kwa sababu Mungu hukumu zake ni kweli na ni haki. Nenda kamwambie, mwambie Bwana, mimi nimekosa. Mwambie Mungu, mimi sijiwezi. Mwambie Mungu, mimi nimeshindwa. Nenda mwambie ukweli kuliko kunyamaza. Ukinyamaza unafikiri utapata faida gani? Ukinyamaza unafikiri ndio utaacha hiyo dhambi? Nenda kamwambie ukweli. Kwa kumwambia ukweli ni kwa kumsogelea kila wakati. Pale unapoona umeshindwa ndipo anapokusaidia. Ndio maana Biblia inatuambia kusoma kwenye Waebrania 13 mstari wa 6 kwamba Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu. Mungu ndio mtu pekee anaweza kukusaidia wewe. Nenda kamwambie, mwambie ukweli, sema Bwana, mimi nimetindikiwa. Biblia inasema wana simba hutindikiwa wakaona njaa, lakini wana wa Mungu huwa hawatindikiwi. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 10 inatuambia hivyo, mstari wa 9 wa 10 na kuendelea hapo inatuambia hivyo. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu atindikiwi, na maana pale anapokuwa ametindikiwa, baba anaubeba ule mzigo wa yule aliyetindikiwa. Pale anapokuwa ameshindwa, baba anaubeba ule mzigo wa yule aliyekuwa ameshindwa. Kwa hiyo nenda msogelee Bwana kila wakati na katika kila majira na kila kipindi. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ili kuweza kuacha dhambi ambayo inakutesa kwa muda mrefu ni kwa kuzuia mawazo ya kwako. Sio, nataka nikwambie, mara nyingi sana dhambi ambayo inakuwa huwa na tabia, huwa tuna entertain kwenye mawazo. Ndio maana Biblia inasema ninajua mawazo ya mwanadamu ya kuwa ni batili. Ukisoma kwenye Zaburi ya 94 mstari wa 11, Mungu anasema anajua mawazo ya kwetu kwamba ni batili, na ni kweli ni batili. Muda mwingi ambao tunasumbuliwa na dhambi kwa muda mrefu, unakuta umekaa unaanza kuwaza ama ni uzinzi au labda ni ulevi. Unaanza kuwaza kuna pombe fulani hivi nikoga na kunywa kipindi fulani, ilikuwa ni kali, ilikuwa ni tamu ile pombe, lakini pombe ilikuwa inanifanya nachanganyikiwa. Shetani anaanza kukwambia ulikuwa ukifanya uchanganyikiwa. Ukumbuke kuna siku ambayo ulikunywa vizuri tu, rudi nyumbani vizuri. Kama ni uzinzi anakuambia labda unasema labda Mungu amekubariki, amekupa baba mwenza au mchumba au mtu yeyote, hata kama wewe umeoa pengine kuna binti ambayo umemwona binti fulani alivyo na mshape, umeiona ile shape yake. Wewe binti wakati anakwambia umemwona kaka fulani anavyonukia, umemwona, yani unajikuta kwamba amekutengeneza mazingira fulani hivi, amekusogeza, alafu anakuja anakufikisha juu kabisa, alafu unajikuta umeanguka kwenye dhambi. Unajiuliza, juzi nilikuwa kwenye mfungo wa siku 3 kavu, juzi yake nilifunga mfungo sijui wa mbona nafanya mambo kama, lakini unakuta mawazo. Ndio maana mwandishi wa Zaburi ya 19 mstari wa 14 anasema mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako.
Kwa kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kuomba Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie uweze kucontrol mawazo ya kwako. Biblia inasema asiyetawala roho yake ni mfano wa jumba bovu lisilokuwa na ukuta. Kwa hiyo muombe Kristo Yesu akusaidie uweze kuzuia mawazo yako. Kwa kufanya hivyo utaepukana na dhambi ambayo inakutesa. Ule muda ambao ulikuwa unawaza vitu fulani, ukaliplace na nyimbo za dini, ukaliplace na mafunzo, ukaliplace na kusikiza masomo mbalimbali, utajikuta umetoka kwenye dhambi ambayo inakutesa muda mrefu, kwa sababu hauitengenezee mazingira. Biblia inasema jicho lako likikukosesha ling'oe. Ni afadhali uingie katika ufahamu wa Mungu ukiwa chongo kuliko kuingia na macho yote kuliko kwenda jehanamu na macho yote mawili. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 29, Biblia inatuambia hivyo. Kwa hiyo jitahidi sana kuzuia mawazo ya kwako. Jitahidi sana kuzuia vile vitu ambavyo unavyofikiria. Biblia inasema alipoipa bahari mpaka wake kusudi maji yasiasi amri yake. Kusoma kwenye Mithali 8:29. Hivyo ni wanavyosema kwamba aliipa bahari tu, aliipa mipaka kwamba isiasi, kwa sababu itakapoasi italeta madhara. Na wewe jifunze kuwa na self control inapokuja kwenye masuala ya mawazo yako, kwa sababu the moment ambao utaruhusu mawazo yako yavuke mipaka, ndio ambapo utatoka nje ya kile ambacho wewe ulikuwa unataka kijirudie kwenye maisha yako, nje ya zile dhambi ambazo ulikuwa hauzitaki zijirudie kwenye maisha ya kwako. Kwa kama kijana, jifunze kuzuia hapa, kwa sababu Eva alipokuwa ameanzishiwa mazungumzo na nyoka, hakuondoka, alibaki pale pale akientertain yale alikuwa anamwambia. Mungu amesema kwamba mkila matunda mtakufa, hamtakufa. Unaona, hakusema ngoja nikimbie hapa, kanisema ngoja niendelee kusikiliza. Akamwambia, nikasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Akamwambia kitu gani pale? Akamwambia anaogopa. Mungu anawaambia hivyo kwa sababu anajua kabisa mkila mtakuwa kama nini? Mtajua mema na mabaya, something like that. Kwa hiyo hivyo, nataka tu nikwambie kitu kimoja kwamba anza kucontrol mawazo ya kwako kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini jinsi pia ya kuacha dhambi ambayo inakutesa kwa muda mrefu, kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ni kwa kujisamehe kila siku. Kuna watu ambao hamjisamehe. Ile dhambi unaona kabisa kwamba mimi ni mdhambi. Hautakiwi kufanya hivyo. Biblia inatujulisha kwamba, anasema hivi kwamba msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mpaka uende kwa msamehe mtu mwingine, it means kwamba hata wewe mwenyewe unatakiwa uanze kujisamehe. Anza kujisamehe kwamba leo mimi kama Tabitha nilisema sitofanya kitu fulani, lakini nimefanya. Kama Mungu ameshanisamehe, kwa nini mimi siwezi kujisamehe? Anza kujisamehe wewe mwenyewe kwamba mimi ni mwanadamu, nina madhaifu, nina mapungufu, peke yangu siwezi, ninahitaji msaada wa Bwana ili kusudi niweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anza kusema kwamba nahitaji msaada wa Bwana kutoka hapa. Mungu ameruhusu nipitia kwa sababu ya sababu. Biblia inasema ilikuwa ni vyema kwangu naliteswa ili nipate kuzijua amri zako. Kusoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 71 inatuambia hivyo. Kwa inawezekana hiyo dhambi Mungu ameipitisha hapo ili kusudi akumishe kitu. Kwa hiyo na wewe anza kujisamehe, unaelewa kwamba huyu ni Mungu sio mimi. Mungu amenipitisha hapa, Mungu amekiona. Kama Mungu amekiona, mbona amekisamehe? Mbona amekiachilia? Mbona amekiweka mbali? Kwa nini mimi nisikiweke mbali? Kwa nini mimi nakaa nacho? Kwa nini mimi naishi nacho? Kwa kufanya hivyo itakusaidia wewe kuondokana na hiyo dhambi, kwa sababu utatambua kwamba mimi ni mwanadamu, kumbe mimi peke yangu siwezi. Ngoja nirudi kwa Bwana. Biblia inatuambia kusoma kwenye kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 19, mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana umuokoa nayo yote hayo. Kwa hiyo unakuja kujua kwamba haya yote ninayopitia, hii dhambi ambayo inanitesa, inaniumiza kwa muda mrefu, ni nyingi sana, lakini Bwana anaweza kuniokoa na haya yote. Lakini kwa kufanya, kwa kujisamehe wewe mwenyewe na kwa kusogelea msalaba kila siku. Kama unajikandamiza, kama unajiumiza, unajirudisha pale pale, utajikuta huko pale pale siku zote. Na kitu kingine cha mwisho kabisa siku ya leo ambacho kitakufanya uweze kuacha dhambi inayokutesa, ni cha mwisho na niseme ni cha kwanza in general, ni kwa kutubu kila wakati, ni kwa kutubu kila majira. Kwamba Biblia inasema kwamba yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu. Kwa hiyo nenda mbele za Bwana, kamombe Mungu msamaha, omba toba kwamba Bwana, kuna 1, 2, 3 ambayo mimi binafsi nimefanya ambao wewe Mungu haijakupendeza. Na wewe umesema kwamba tukizungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki na utatusamehe, kama unavyosema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa 8 na kuendelea. Basi naomba unirehemu, ninaomba unisamehe. Nenda katubu kila wakati. Unapogundua umekosa, nenda kamwambie Bwana, Mungu nimekosea, Mungu nimeshindwa, Mungu naomba unirehemu. Umesema unatusamehe, umesema unaturehemu Bwana, umesema unarehemu maelfu na maelfu wa kupendao na kuzishika amri zako, kama unavyosema kwenye Kutoka 20 mstari wa 6. Ninaomba Bwana unirehemu. Yawezekana hii dhambi Mungu nimeitoa hata kwa wazazi wangu au kwa ndugu zangu au hata kuna mazingira, lakini naomba rehema, nisaidie, naomba unirehemu.
Kwa kufanya hivyo itakusaidia wewe kila siku kupambana jinsi ya kuacha dhambi. Lakini kama ukitenda dhambi ukiogopa kusogea mbele za Mungu, ukiogopa kumsogelea Bwana, ukiogopa kutubu, utajikuta kila siku wewe ni muasi. Biblia inatuambia kusoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 inasema afanyaye dhambi afanya uasi. Hivyo ndivyo ninavyotuambia kwamba dhambi ni uasi. Kwa hiyo atendaye dhambi afanya uasi. Kwa usikubali ukalala usiku ukiwa umefanya uasi. Nenda mbele za Bwana katubu, na ukisha-tubu hata kama ukarudia tena, nenda mbele za Mungu katubu. Kwa kufanya hivyo Mungu kila siku atakuwa anakutengeneza. Biblia inatuambia kusoma kwenye Ayubu 36 mstari wa 15. Anasema yeye humponya aliyetaabika kwa njia ya taabu yake. Hiyo taabu ya dhambi zako Bwana ameiona, anaweza kukusamehe, anaweza kukurehemu na anaweza kusahau. Kwa kusema hivyo, Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, like and comment and share. Zaidi ya yote, tuna group la Bible Study ambao tunasoma Bible Study kila siku saa 2 na tuna maombi ya saa 9 usiku. Mungu akubariki sana na kukuhifadhi. Ninakupenda sana. Bye, see you next time.